Nao Zaburi sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 6 ni andiko la msingi, kwa hiyo ulisikilize. Zaburi sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka 6. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha. Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Sivyo walivyo wasio haki, hao ni kama makapi yapeperushwayo na upepo. Kwa hiyo wasio haki hawatasimama hukumuni, wala wakosaji katika kusanyiko la wenye haki. Kwa kuwa Bwana anajua njia ya wenye haki, bali njia ya wasio haki itapotea. Asante. Mstari wa 6 unatoa njia mbili tofauti. Kwa kuwa Bwana anaijua njia ya wenye haki. Kuna njia ya wenye haki, alafu kuna njia nyingine, bali njia ya wasio haki itapotea. Nilizungumza katikati ya wiki na nilisema hii Zaburi ni kama alama za barabarani kwa wanaoendesha magari. Nataka ujue jambo lile sikulisema kwa bahati mbaya. Ni kama alama. Zaburi yote ya kwanza ni kama alama kwa Wakristo. Inaonyesha jinsi ambavyo maisha ya Kikristo yanatakiwa kuwa. Ni kama alama za barabarani. Alama za barabarani zimewekwa kwa makusudi. Kila alama iliyopo barabarani, kukiwa na mchoro wa daraja, kuna makusudi. Kukiwa na michoro ya punda milia, kuna makusudi. Ukikuta namba imeandikwa barabarani, kuna makusudi. Kuna alama zimewekwa, madereva wanajua hiyo. Kwa hiyo Zaburi hii ni kama alama kwa Wakristo katika maisha ambayo ya Kikristo. Tunaposema mtu mwenye haki, mara nyingi ni jambo kama linatisha kidogo, kwa sababu wengi wangependa kusikia labda mtu mzuri, mtu mwema au chochote kile, lakini wanatumia mwenye haki. Ndio lugha ambayo nimetumia katika somo hili, kama jinsi ambavyo ipo katika Zaburi hii. Mtu mwenye haki anaelezwa kwamba ni yule ambaye haendi katika shauri la wasio haki. Haendi, mwonekano wake ni wa kipekee. Haendi, asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Lakini pia anatajwa wazi kwamba hakusimama katika njia ya wakosaji. Kuna njia ambazo ni njia za wakosaji, hakusimama katika hizo. Lakini pia anatajwa kwamba hakuketi barazani pa wenye mizaha. Nilipokuwa naandaa ujumbe huu, kuna tofauti kati ya utani na mizaha. Nijaribu kufikiri juu ya jambo hilo. Unafahamu, mizaha ni rahisi kumfanya mtu kutenda dhambi, tofauti na utani wa kawaida. Kwa hiyo nilieleza mambo mengi katikati ya wiki, lakini pamoja na mambo mengine, andiko hili ni muhimu kwa sababu linatuonya juu ya kushirikiana na watu wasiofaa, kwamba utakaposhirikiana na watu wasiofaa kuna shida ambayo itatokea. Kuna watu wanashiriki dhambi za watu wengine, tuliwazungumzia katikati ya wiki na mifano ilitolewa na wale ambao walikuwepo. Walisimama watu watatu wakatupa mifano juu ya hilo. Ni kweli waweza kuwa na marafiki ambao unashirikiana nao kwa jinsi moja ama nyingine, na katika hali ya kawaida wanaweza kuwa na ushawishi katika maisha yako, lakini lazima ufahamu kwamba marafiki ukishirikiana nao wabaya wataharibu tabia njema ambayo wewe pia unayo. Ni kitu ambacho nilikuonyesha, Biblia inasema hivyo. Lakini tuliongea mambo mengi, nikakupa mfano juu ya Amnoni ambaye alikuwa na rafiki mbaya, na kwa sababu ya rafiki mbaya kukatokea shida. Lakini pia nilikupa mfano wa Rehoboamu ambaye alikuwa mfalme baada ya Sulemani. Yeye alikataa ushauri wa wazee, kufuata ushauri wa marafiki vijana ambao walikuwa marafiki wabaya. Kwa hiyo tuliona hiyo. Lakini mwonekano wa mtu mwenye haki niliutaja wazi kwamba katika hayo yote kulikuwa na faida. Kwa nini? Kwa nasema sheria ya Bwana ndiyo ambayo inampendeza. Anapendezwa
na sheria ya Bwana, anapendezwa na neno la Mungu, na sheria ya Bwana anaitafakari mchana na usiku. Maandiko yanamtaja tunafananishwa na miti, na leo nitakupa mti mmoja ambao tunafananishwa nao. Anafananishwa na miti kwamba ni kama mti ambao umepandwa kando kando ya vijito vya maji, na huu mti unasema majani yake hayakauki kwa sababu yanapata maji, lakini unazaa matunda kwa wakati kwa sababu unapata maji. Unaona, amefananishwa na mti wa jinsi hiyo, na Biblia inasema hivi kwamba na kila alitendalo litafanikiwa, na kila alitendalo litafanikiwa. Akifanya kazi itafanikiwa, akifanya biashara itafanikiwa, akisoma atafanikiwa, akifanya huduma atafanikiwa, akifanya chochote, hata akifuga, hata kama atalima, chochote ambacho atafanya atafanikiwa. Kwa hiyo tulieleza hiyo mambo mengi na tuliongea hapo, tukatoa mifano mingi ya kibiblia. Lakini kimsingi nilikwambia muonekano wa mtu mwenye haki ni mtu ambaye anatofautishwa, unatofautiana kwa maneno na matendo na mtu ambaye si mwenye haki. Unatofautiana kwa kila jambo, wanatofautiana. Sasa tulifanya ile mistari mitatu pale, nataka tuweze kuendelea kidogo pale katika mstari wa 4, lakini tutakwenda mpaka mstari wa 6 kama jinsi ambavyo mtumishi wa Mungu amesoma. Nilipomaliza somo langu lililopita, nilikueleza kuwa wenye haki ni kama miti iliyopandwa, na leo nitakuonyesha juu ya mti mwingine katika Zaburi ya 92. Zaburi ya 92 mstari wa 12. Kuna mti ambao unatajwa, na mwenye haki yeyote anatajwa kama huu mti, na nitakwambia huu mti ni mti wa jinsi gani. Zaburi ya 92 sasa mstari wa 12, twende pale mpaka mstari wa 14. Nitasoma. Mwenye haki atastawi kama mtende. Tuseme wote hayo maneno, mwenye haki atastawi kama mtende. Mwenye haki atastawi kama. Sauti haitoshi, turudie tena. Mwenye haki atastawi kama mtende, atakuwa kama mwerezi wa Lebanoni. Atakuwa kama mwerezi wa Lebanoni. Okay, mstari wa 13 na 14 sasa. Elisha, waliopandwa katika nyumba ya Bwana watastawi katika nyua za Mungu wetu, watazaa matunda hadi wakati wa uzee, watajaa utomvu, watakuwa na ubichi. Asante sana. Biblia inasema mwenye haki atastawi kama mtende. Katika miti nyakati zile, kuna miti ya namna mbalimbali. Kuna mitende, kuna mierezi, kuna miaradari, kulikuwa na miti ya namna tofauti tofauti, lakini hapa Biblia inamtaja mwenye haki. Muonekano wake utakuwa muonekano wa jinsi gani? Biblia inasema mwenye haki atastawi kama mtende. Sasa mtende ni aina fulani ya mti, lakini huu mtende huwa unastawi mahali popote, lakini kwa nyakati zile ni miti iliyokuwa inastawi katika jangwa, yaani katika jangwa, mahali ambapo hakuna mvua, mahali ambapo pamejaa vumbi, mahali ambapo pamejaa jua kali. Yaani ule mtende ulikuwa unastawi pale. Kuwe na jua utastawi, kuwe na mvua utastawi, wakati wa baridi utastawi, wakati wa joto utastawi. Mahali katika majangwa mtende ulikuwa unastawi. Lakini pia mtende ulikuwa mti ambao unapeleka mizizi yake chini sana, unapeleka mizizi chini, unapeleka mbali kabisa mizizi yake, na huko chini unatafuta maji. Mahali popote maji yalipo, kwa umbali wowote maji yalipo, mtende utafuatilia, mizizi yake itafuatilia mpaka ipate maji. Na ndio maana unaweza kustawi katika jangwa, maji yake unapata popote, hata kama ni mbali kiasi gani. Lakini sio hivyo tu, unachanua maua wakati wowote na unazaa mitende wakati wowote. Mtende ni mti wa ajabu. Kunaweza ukawa na jua kali ukakuta umezaa kabisa, tena umezaa vizuri, kwa sababu unastawi kwa maji kutoka mbali kabisa. Kwa hiyo unaweza ukaona unastawi katika majangwa, lakini unaweza ukaona mizizi yake unapeleka mbali.
lakini pia unachanua na kuzaa wakati wowote. Halafu pia kuna kitu kingine, ngoja nikwambie, wakati wa upepo mkali na dhoruba zinapotokea, mitende huwa haianguki. Na kama ukikuta umeelemea hivi kwa sababu ya upepo mkali, upepo ukiisha, mtende utasimama. Haleluya! Wenye haki, Biblia inasema watastawi. Mwenye haki atastawi kama mtende, atakuwa kama mwerezi wa Lebanoni. Mierezi ni miti ya ajabu kidogo. Ilikuwa ni miti ambayo inakuwa mirefu, lakini pia ni miti ambayo inapeleka pia mizizi yake chini kabisa. Na unajua mierezi ilikuwa miti ya thamani, ilikuwa miti ya kifahari, ilikuwa miti ambayo ni ya kipekee. Watu wa chini walikuwa hawawezi kupata miti hii. Hii ni miti ya kipekee ambayo ilikuwa inajenga fanicha za kisasa, ilikuwa inajenga majengo ya kifahari. Sulemani mwenyewe na utajiri wake alipojenga hekalu, na hata pia walipojenga nyumba yake, walitumia mierezi ya Lebanoni. Biblia inamtaja mwenye haki, maana yake ni kwamba wewe pamoja na mimi. Biblia inamtaja mwenye haki kwamba atastawi kama mtende, atakuwa kama mwerezi wa Lebanoni. Haleluya! Ni ajabu, na ndio maana tunapojifunza katika Biblia kuna vitu vingi ambavyo twaweza tukavielezea. Wenye haki wanafuata maelekezo ya kiungu katika maeneo tofauti tofauti. Anaposema katika mfano ambao nimekupa, anaposema unastawi hata kama ni mahali penye jangwa, dhoruba, shida ya jua ama chochote. Mwenye haki akiwa katikati ya kanisa, dhoruba, shida, tabu za ndoa, kukosa kazi, kukosa mtaji wa biashara ama chochote, havimsumbui mwenye haki, kwa sababu yeye anayemtazama, anayemjua, anajua huyo atafanya njia hata mahali pasipo na njia. Mwenye haki huwa ni waajabu. Angalia Biblia inaposema inapeleka mizizi yake chini ili kutafuta maji. Maji ni kinywaji, maji ni kama chakula cha ule mmea, maji ni kama neno. Mwenye haki ni waajabu. Mwenye haki anaweza akatafuta neno la Mungu kama liko hapa Betheli, hata kama anatoka Pasua, hata kama anatoka Kiboroloni, hata kama anatoka Kibosho, anaweza kuja. Kwa nini? Kwa sababu ni chakula kitakachomwezesha. Lakini angalia, mwenye haki anastawi wakati wowote, anafanikiwa wakati wowote, anachanua wakati wowote, anazaa matunda wakati wowote. Hata kama wakati unaonekana kama ni wa shida, hata kama unaonekana kama ni wakati mgumu, hata kama kila mtu analia shida, mwenye haki ni tofauti. Yeye wakati huo watu wakilia shida, yeye atashuhudia ushindi, atashuhudia mafanikio, atashuhudia kumwona Bwana. Hata kama kuna mapito, hata kama kuna mambo magumu, mwenye haki ni mtu wa kipekee, anastawi kama mtende. Watu wa kanisa la Betheli, sikizeni, natamani mstawi kama mtende, natamani mstawi kama mtende, natamani mstawi kama mtende. Ndivyo Biblia ambavyo inasema juu ya mwenye haki, atastawi kama mtende. Sikiliza nikwambie, maisha yetu ya kiroho yanatarajiwa tustawi. Mara zote usifikirie tu kwamba unatakiwa uishi kwa shida, ule kwa shida, uvae kwa shida, uishi kwa shida, uteseke na mambo mengine. Lakini haimaanishi hayo mapito hayapo. Yapo. Kama una kazi unaweza kukosa chakula, kama kuna kazi unaweza ukakwama kumlipia mtoto ada. Mapito yapo, lakini katika yale mapito mwenye haki, Biblia inasema ataishi kwa imani. Mwenye haki anatambua kwamba njia itapatikana. Hata kama kuna shida leo, njia itapatikana. Hata kama kuna tatizo leo, njia itapatikana. Hata kama hakuonekani mwelekeo, njia itapatikana. Hata kama kumekuwa na changamoto, njia itapatikana. Angalia, leo tumeshuhudia hapa, nimekwambia muda mfupi uliopita, ndoa ambayo watu wamekaa tofauti karibu miaka 2.5. Lakini mwenye haki anaamini yawezekana itatokea siku, yawezekana utatokea wakati, Mungu atafanya. Haleluya! Mwenye haki, kama ni kwenye mambo ya mafanikio, kama mtende
kwenye huduma kama mtende, kwenye wokovu kama mtende, kwenye nyumba kama mtende, kwenye kazi kama mtende. Ni kitu ambacho lazima uweze kukifahamu. Mungu anahitaji mwenye haki afanikiwe, awe kama mtende. Mtende unafanikiwa wakati majani mengine yanakufa, wakati mimea mingine inakufa, wakati miti mingine inakauka, mtende unastawi. Na naombea maisha yako mchana wa leo, hata kama watu wote wanapita kwenye shida, wewe Bwana akufanyie njia, akufanyie njia, akufanyie njia kama mtende. Haleluya! Angalia mtende unastawi na kutoa maua na kuzaa tende hata kwenye jua kali. Na ndivyo ninavyoomba kwamba haijalishi unapita kwenye changamoto gani, kanisani utakwenda, neno la Bwana utasoma, maombi utafanya, kwa sababu unajua Mungu atafanya njia. Mungu atafanya njia. Eliya wakati hajui nini cha kufanya, na unajua kuna njia ya kutosha na kwamba nchi imeingia kwenye ukame na hali ngumu, Mungu akamwambia nenda mpaka mahali fulani, pana kakijito pale, halafu kunywa yale maji, kisha nimemwagiza kunguru akulishe. Haleluya! Kunguru akulishe. Unajua, angemwambia mbwa, labda mbwa ni marafiki na watu, anasema kunguru. Na unajua asubuhi kunguru walikuwa wanakuja, wanaleta nyama, wanaleta mikate. Elisha anakaa pale, Elia anakaa pale, anakula nyama na mikate. Hivi unajua kula nyama na mikate ni chakula cha kifahari? Nyama na mikate, sio nyama na ugali, nyama na mikate. Akisha kula anachota maji kwenye kisima pale, anakunywa. Kunguru ndio ambao walikuwa wanaleta, kunguru ambaye ni mlafi, kunguru ambaye yeye ndiye angetamani hiyo nyama aile huko huko, yeye ndiye angetamani hiyo mikate aile huko huko. Alimlisha Eliya, na Eliya aliishi maisha akilishwa na kunguru. Maisha yako kama mwenye haki, mtegemee Bwana wa mabwana, sio ukoo wenu. Mtegemee Bwana wa mabwana, sio waganga. Mtegemee Bwana wa mabwana, sio mizimu ya kwenu. Mtegemee Bwana wa mabwana. Haleluya! Ana uwezo. Unafahamu, mara nyingi tunaposema mtende unazaa matunda ambayo ni mema, na mwenye haki yoyote anazaa matunda, na matunda anatakiwa kuzaa ni mema. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 22. Mwenye haki yoyote, kumbuka nazungumzia mwonekano wake. Mwonekano wake ukimkuta kwenye hali hii, ndio mwonekano wa mwenye haki. Galatia sura 5 mstari wa 22. Nitasoma kama ilivyoandikwa, lakini mstari wa 22, lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu. Mstari unaofuata, upole kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Asante. Bwana asifiwe sana. Sasa hapa nizungumze taratibu kidogo uweze kunielewa. Mwenye haki katika maandiko, wanapotajwa wenye haki wangu wataishi kwa imani. Unapoambiwa Ibrahimu alikuwa mwenye haki, unapoambiwa Daudi, unapoambiwa Ayubu, unapoambiwa nani, tunda la Roho. Angalia, mtende huwa unazaa matunda na matunda yake ni mema. Labda kuna siku utakuja na faida za tende uweze kuona. Matunda yake ni ya kipekee na ni matunda ya thamani, ni matunda ya gharama. Hayapatikani kila mahali, hata hivyo hayapatikani kila mahali, na ukiyapata ni ya gharama kubwa. Mtende unazaa matunda ya thamani, matunda ya baraka, matunda, na unafananishwa na Mkristo. Sasa Mkristo anatakiwa kuzaa nini? Mwenye haki anatakiwa kuzaa nini? Tunda hili hapa la Roho. Tumepewa Roho Mtakatifu ndani ya mwenye haki. Tunda la upendo lazima lionekane. Ukikuta Mkristo amejaa upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu,
upole, kiasi. Maandiko yanasema juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Bwana asifiwe sana. Katika mambo mengine kuna sheria, lakini juu ya haya hakuna sheria. Ni kitu ambacho lazima ukifahamu. Hakuna sheria katika tunda hili la Roho, lazima lionekane kwenye maisha ya Kikristo. Wenye haki wanatajwa kuwa watakuwa kama mwerezi wa Lebanoni, mizizi yao pia itaenda chini, halafu pia watarefuka. Ule urefu wa kwenda juu ni urefu wa kipekee, pia haiangushwi na upepo wala chochote, inakuwa kwa jinsi ambayo mpaka ikomae. Ni mti mrefu kabisa. Na mimi ninaomba kwamba biashara zako zikue, huduma yako ikue, ndoa yako ikue, familia ikue, kila ufanyacho kikue kwa jina la Yesu Kristo. Ufanikiwe katika kila jambo. Inawezekana, kama iliwezekana kwa wale, Mungu wao ndiye Mungu wetu pia. Na kama iliwezekana kwa wale waliopita, inawezekana pia kwetu. Ndio maana nikasema kwamba haimaanishi hatutapita kwenye changamoto. Tutapitia, lakini tunapopita katika changamoto, Bwana anatutoa katika hizo. Tunapopita kwenye changamoto, tunamwona Mungu kwa wakati. Tunapopita kwenye changamoto, Bwana anafanya njia. Haijalishi unapita katika hali gani, Mungu ana uwezo wa kufanya njia. Bwana asifiwe sana. Angalia tunda la Roho. Wale waliopita wenye haki walikuwa nalo katikati ya kanisa ambalo tunahitaji kukua, tunahitaji kuongezeka. Lazima tunda la Roho lionekane, upendo wetu uonekane, amani yetu ionekane, furaha yetu ionekane. Bwana asifiwe sana. Ndio maana hata Jumapili, mara nyingi nakwambia Jumapili ijayo itakuwa ya sherehe, Jumapili ijayo itakuwa ya shuhuda. Nataka ukija uko tayari kusherekea, ukija uko tayari kwa shuhuda. Bwana asifiwe sana. Na ukija ukikutana na praise and worship nzuri kama hii, jiachie, acha kujibana. Hata kama kuna hali inakusumbua, hata kama kuna shida inakusumbua, jiachilie. Wakati ukijiachilia, kuna hali zinatoka, kuna chuki inatoka, kuna wivu unatoka, kuna ugomvi unatoka, kuna hali inatoka, na unatoka kanisani ukiwa huru. Haleluya. Usije tu hivi na kusema ndio tunakwenda. Najua Biblia nasema duniani mnayo dhiki, lakini jipeni moyo. Mimi najipa tu moyo. Mambo mengine natafuta, nalia andiko lingine kule la Matendo ya Mitume, imewapasa kuingia katika ufalme kwa njia ya dhiki nyingi. Unatesekea hapo, shetani anasema tumkanyagie hapo kabisa. Bwana asifiwe sana. Unaweza kutoka. Sema naweza kutoka. Naweza kufanikiwa. Naweza kushinda. Naweza kuwa mwenye haki. Inawezekana. Unafikiri kwamba hawa watu ambao waliambiwa ni wenye haki huko, wakina Ibrahimu, wakina Sulemani, wakina Daudi, unafikiri walikuwa tofauti na wewe? Hamna. Ndio maana kuna maisha waliishi ambayo ni changamoto, yameandikwa ili tujifunze tu. Bwana asifiwe sana. Walidanganya sehemu nyingine, wengine walifanya uzinzi, sehemu nyingine walionywa na manabii kama tunavyoonywa, sehemu nyingine namna hiyo. Lakini unajua nini? Ni watu ambao wanatajwa wenye haki. Maisha ya Daudi ukiangalia, mara nyingi kila ukimkumbuka Daudi utakumbuka uzinzi na uuaji. Ni kweli, na haya yalitokea, na alionywa na Nathani nabii, akimwambia mtu huyo ni wewe, mtu huyo ambaye ni mbaya ni wewe, mtu huyo mharibifu ni wewe, mtu huyo mwenye dhambi ni wewe, aliyeua na kuzini ni wewe. Alionywa, na unajua alitubu. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anasikiliza watumishi wa Mungu. Nitakuleta mahali fulani kuambie juu ya umuhimu wa kusikiliza watumishi wa Mungu. Alikuwa anasikiliza. Nathani alipomwambia alitubu, alitengeneza. Na baada ya angalia Daudi, watumishi wengi hawatajwi hivyo, lakini Daudi anatajwa kama mtu ambaye aliupendeza moyo wa Mungu. Aliupendeza moyo wa Mungu. Unajua kwa nini Daudi aliupendeza moyo wa Mungu? Kwa sababu yeye hakuwa watu wenye kiburi, hakuwa watu ambao wako juu sana. Daudi alikuwa mtu wa kawaida.
na alikuwa anapenda sifa, alikuwa anapenda ibada, anapenda maombi, anapenda kwenda nyumbani mwa Bwana, alikuwa anapenda huduma, anapenda kazi ya Mungu, alifanya vitu vingi katika mambo ya ufalme. Na Daudi ukikutana naye ukamwambia hili umekosa, haanzi kujitetea, unajua mimi ni mfalme, kwa hiyo mfalme wa nchi, usimwambie sana maneno ya namna hiyo. Na anamwambia Nathani, nimemtenda Bwana dhambi. Unaona, namna hiyo tu alikuwa anasikiliza watumishi wa Mungu. Kwa hiyo ilimsaidia katika maeneo tofauti tofauti. Kwa hiyo lazima uweze kufahamu kwamba Mungu anakusudia tufanikiwe, anakusudia tuwe wenye haki, lakini ustawi wako na ustawi wangu na ustawi wetu ama chote kile hautakiwi kutiliwa mashaka mahali popote. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema hivi kwamba wenye haki watastawi kama mtende, watazaa matunda hadi wakati wa uzee. Lile andiko ambalo tumesoma, watazaa matunda hadi wakati wa uzee. Yaani maana yake ni kwamba hata kwenye umri mkubwa bado anaweza kuzaa matunda, hata kwenye umri mkubwa bado anaweza kushuhudia, hata kwenye umri mkubwa bado anaweza kumwimbia Mungu, hata kwenye umri mkubwa bado anaweza kwenda kanisani, hata kwenye umri mkubwa bado anaweza kutoa, hata kwenye umri mkubwa bado anaweza kusikiliza watumishi wa Mungu vijana. Inawezekana anazaa matunda hata wakati wa uzee. Wanaposema watajaa utomvu, watakuwa na ubichi. Umeona hayo maandiko? Twende pale tena, Zaburi ya 92. Nachelea kwamba usikuti kwamba hukuyaona, maana yalisomwa pale. Angalia Zaburi ya 92 mstari wa 12. Zaburi ya 92 mstari wa 12. Angalia, mwenye haki atastawi kama mtende, atakuwa kama mwerezi wa Lebanoni, ndivyo ambavyo atakuwa anaonekana. Mstari wa 13, waliopandwa katika nyumba ya Bwana watastawi katika nyua za Mungu wetu. Waliopandwa katika nyumba ya Bwana watastawi. Si ustawi wa kifedha tu, si ustawi wa mavazi tu, watastawi. Maana yake ni kwamba katika nyumba ya Bwana itakuwa ni sehemu ya baraka kwao. Katika nyumba ya Bwana itakuwa mahali pa kukimbilia kwao. Watastawi katika nyumba ya Bwana, maana yake watafanya vitu katikati ya nyumba ya Bwana wakiwa wanastawi, maana wamepandwa. Kupanda mbegu huwa ni mchakato. Kuna kulima mashamba, kusawazisha, kupiga mashimo, alafu tupande mbegu, tungoje mvua ziote, mbegu zianze kuwa. Sasa ukishapandwa, ule mmea ukipandwa na ukaanza kuota, Biblia inakusudia utastawi. Lakini angalia mstari wa 13, waliopanda katika nyumba ya Bwana watastawi katika nyua za Mungu wetu. Mstari wa 14, watazaa matunda hadi wakati wa uzee, watajaa utomvu. Hebu tuseme wote, watajaa utomvu. Halafu anasema watakuwa na ubichi. Rudia tena, watakuwa na ubichi. Angalia haya maneno, waliopandwa katika nyumba ya Bwana. Biblia inasema watajaa utomvu, watakuwa na ubichi. Unapokwenda katika miti, hata leo ukitoka na ule mti ambao uko nje ya nyumba yenu, uangalie wakati wa asubuhi ama mchana, kuna kitu kinaitwa utomvu. Ni aina fulani kama ya gundi hivi, aina fulani kama ya nta hivi, na unajua inakuwa sehemu fulani fulani katika ule mti. Inaweza ikatokea popote au palipokatwa kidogo, kesho tu umetokea, lakini ule mti unakuwa na ubichi. Na tukikuta mti umekauka, unaona hauna ubichi, umekauka, tunajua mti unakufa, tunajua mti ni ukata kuni, tunajua mti hautastawi tena, tunajua mti kama mvua hazitawahi utakufa. Lakini anasema watakuwa na utomvu, watakuwa na ubichi. Anamaanisha watakuwa na uhai katika maisha ya kiroho. Ule utomvu ukiuona na ubichi wa mtu, maana yake ni kwamba watakuwa na uhai. Ule mti unakuwa hai kwa sababu ya huo utomvu, lakini unakuwa hai kwa sababu ya huo ubichi. Angalia, kwa hiyo anaposema juu ya maisha yao, maana yake watakuwa hai katikati ya kanisa, watakuwa na upako, watakuwa na nguvu za Mungu,
watakuwa na nguvu za Roho Mtakatifu, watakuwa na utomvu. Nilipokuwa mtoto wakati wa zamani, tulikuwa tunachukua huu utomvu wa miti, waweza kubandikia karatasi, waweza kutengenezea yale majaradio yale ya madaftari, alafu lile karatasi unafunga juu. Sasa ile gundi ilikuwa huu utomvu unaweza kutengeneza, ulikuwa ni waajabu sana. Sasa huu utomvu unatajwa katika maandiko kwamba wenye haki watakuwa na utomvu. Unajua huu utomvu ambao nakwambia, ukiweka mkononi, ukigusa hapa, utagusa hii karatasi itanyanyuka, kwa sababu unashika huu utomvu. Unaweza kushika, na unajua vitu vingine vyaweza kugusa kwenye utomvu, na vikigusa vyaweza kushindwa kuondoka kwa sababu vimenasa. Utomvu ni wa kipekee kidogo, na sijui nisemeje, lakini mtu aliyeokoka lazima awe na vitu ambavyo, unaona, kwa mfano sumaku inapokuwepo, unaweza ukapitisha hivi isishike mahali, ukapitisha hapa ikashika kitu, ukapitisha pale ikashika, na baada ya muda sumaku ukiangalia kuna vitu vimenasa. Wewe kama Mkristo ambaye umeokolewa utakuwa na utomvu. Utomvu utavuta watu wengine, utomvu utavuta baraka nyingine. Utomvu, kuna vitu vitakufuata si kwa sababu wewe ni mjanja sana. Kuna vitu vitakufuata si kwa sababu wewe ni mjuzi wa mambo. Kuna vitu vitakufuata si kwa sababu wewe umesoma sana. Vingine vitakufuata kwa sababu ya utomvu. Utomvu utavuta watu, utomvu utavuta pesa, utomvu utavuta faida kwenye biashara. Utomvu ni wa kipekee. Wanasema watakuwa na ubichi, maana yake watakuwa hai katika maisha ya kiroho. Na waombea kanisa, muwe hai kwa jina la Yesu Kristo, na muwe na utomvu. Utomvu unavuta, utomvu utavuta wateja kwenye biashara, utomvu utavuta. Huna haja ya kuwa na hirizi wakati wewe ni mwenye haki, kwa sababu utomvu utavuta wateja. Wakati mwingine kwenye hivi vyuo kama wanavyokwenda field na mambo mengine, kuna maeneo mengine wanafunga biashara. Kwa nini? Kwa sababu wanafunzi hawapo. Kwa hiyo stationery itafanya kazi, maduka watafanya kazi, wanafunga biashara mpaka mwezi mmoja ama miwili, hao warudi tena, wanafunzi wakirudi ndio wanafungua. Lakini mwenye haki anaweza asifunge biashara, lakini kama na utomvu, duka lake huko liliko, wateja wanatoka hata mbali wanakuja kununua vitu pale. Kwa nini? Kwa sababu ya utomvu. Hebu sema tena utomvu, sema tena utomvu. Sisi tuna duka pale KSMC, na unajua lile duka huwa tulifungi, na pale liko nyuma ya chuo cha KSMC, lakini wakienda field wakiwepo ni hatulifungi. Na unajua wateja wake ni waajabu, kwa sababu uweze ukasikia mtu ametoka huko CCP huko, bodaboda amekuja na pikipiki tu, akija anauliza hapa ndio duka fulani, anasema ndio, nilikuwa natafuta mafuta fulani, anaambiwa yeye hapa yapo. Sasa nimetembea maduka mengine huko kila mahali sijapata, lakini kuna mtu akaniambia nije hapa nitapata. Bwana asifiwe sana. Lakini ametoka mbali. Sikiliza, utomvu ni wa ajabu. Hata mchumbako, si kwamba hutaolewa. Tatizo mchumbako unamwangalia hapa Migombani, ukizidi sana na hapo Ushirika Neema, si mchumba anaweza kaa Zanzibar sasa hivi, lakini utomvu utamleta. Utomvu utamleta, utomvu utamleta. Anaweza kama mchumbako yuko Bukoba. Bwana asifiwe sana. Inawezekana yuko Kigoma. Si inawezekana sasa hivi yuko bungeni kule, ndiye anapanga makaratasi yale ya wabunge pale wanapoingia. Lakini nataka nikwambia utomvu utamleta mpaka Uru, atakukuta wewe kwa jina la Yesu Kristo. Uwe na utomvu. Ni waajabu, anasema watakuwa na utomvu. Utomvu unavuta. Na ndio maana unatakiwa, yani hata kama hizo ni baraka unatushirikisha. Sema amen. Sema amen. Kuna mtu akipata mchumba anafikiri amepata siri, unajificha. Tushirikishe, hizo ni baraka, tusherekee pamoja. Haleluya, hizo ni baraka. Ndiyo, utomvu utavuta. Hujaonaga mtu anachumbiwa na wanaume 5, 6? Kuna mmoja akishapeleka ng'ombe, mwingine anataka atoe posa, mwingine kapeleka barua, mwingine bado anafikiriwa, mwingine ndiye anapendwa na mama mkwe. Anapendwa na mama mkwe kuliko hata mkwe binti mwenyewe. Bwana asifiwe sana.
Mama mkwe anamwambia binti yake, yaani wote ulionao mimi naona kwa kweli, ila ungempata fulani. Sio fulani, ni utomvo unamvuta pale. Haleluya! Watakuwa na utomvo, watakuwa na ubichi. Bwana asifiwe sana. Maombi yangu, huu utomvu uvute kila kitu unachokihitaji cha baraka. Uvute kila unachokihitaji cha baraka. Huu utomvu uvute Bwana. Bwana asifiwe sana. Okay, angalia lile andiko pale tena. Anasema mstari wa 13 wa 14, watazaa matunda hadi wakati wa uzee, watajaa utomvu, watakuwa na ubichi. Ni jambo la ajabu. Ningeendelea mstari wa 15, anasema watangaza ya kuwa Bwana ni mwenye adili, mwamba wangu, ndani yake hamna udhalimu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu anakusudia watu wasiwe wakavu. Ile hali ya ukavu, hali ya ukame unayoiona ndani yako inayojitokeza, ile huwa ni tatizo. Unapoona kwamba kuna ukavu, kuna ukame, kuna kuchoka, kuna hali fulani, Mungu akusudii hilo. Lazima uweze kufahamu. Sasa unaweza ukaniuliza, lakini mchungaji, nini cha kufanya? Leza ikiwa ni swali ambalo pia unalo. Unajua, ngoja nikwambie kitu kimoja. Sisi tumekuwa tukishuhudia hapa mara nyingi, na wakati tunashuhudia maisha ambayo wengine wanayajua. Tunashuhudia wengine maisha ambayo tumeyaishi, kwa sababu yale tunayajua. Tunajua maisha ambayo tumepita, tunajua changamoto ambazo tumepita, na hata leo bado si kwamba tumefika. Bado kuna mahali tunakwenda ambako Mungu anatupeleka, ambako nilikwambia Jumapili iliyopita kwamba Yesu ametutangulia, tutamwona huko Galilaya. Kuna mahali tutamwona, tunaelekea. Bado kuna sehemu tunakwenda, bado hatujafika bado, lakini tulikotoka na hapa tulipo, angalau tuna nafuu, angalau tuna afadhali. Kwa nini tunashuhudia maisha ambayo ni ya kawaida na ambayo mnayafahamu? Ili uweze kujua Mungu ana uwezo wa kukusaidia kwa viwango fulani, ana uwezo wa kukusaidia na kupitisha katika maeneo fulani. Mara nyingi watu wa Uru ni watu ambao ni waajabu sana. Unajua kule Machame labda na watu wa Rombo kidogo, wao wakisikia mtu mmoja amepata upenyo au amefanikiwa, wanafurahi pamoja naye. Wakisikia kuna mtu ambaye kapungukiwa mtaji, wanaweza wakamwongezea, atawalipa kidogo kidogo. Unaona, hao ndio wa Rombo, lakini hao pia ndio wa Machame. Lakini Wauru wao ni tofauti kidogo. Wakisikia umefanikiwa, wanatamani kuja kuvurugia ili uvurugike kabisa. Yaani wanatamani kuja kunyang'anya hata ulicho nacho. Ila tu sio Wauru ninyi ambao mmeokoka. Ninyi mliokoka mko tofauti kidogo. Haleluya! Ninyi mko tofauti kidogo. Unajua, kwa mfano kuna watu ambao wanapata changamoto kidogo, kwa sababu nimekuja katika eneo hili ambapo tumekaa hapa na tumeishi hapa na tumetembea huku. Nimefanya kazi huku mimi katika maeneo fulani fulani. Nimekuwa bwana shamba hapa Kifumbu, wakati pakiwa na kampuni moja ya maharage ya Kifaransa miaka hiyo. Unaona, nilikuwa bwana shamba hapa, lakini nimekuwa pia bwana shamba katika shamba la Chombo pale Malongwe. Nimekuwa pia bwana shamba pale Usagara pale juu, na nimekuwa meneja pale Usagara pia, hata Chombo pia. Unaona, nafahamu haya mazingira, nafahamu haya maeneo. Kwa hiyo nimeishi maisha ya kawaida kabisa ambayo yanafahamika. Unajua, katika hayo mapito, wakati ukipita kwenye mapito, changamoto, hakuna ambaye anaona wala hakuna ambaye anajali. Kila mmoja anaona ni kawaida, sawa, apite tu huko na mambo mengine, hakuna shida. Lakini ukianza kupata upenyo, watu wanapiga kelele. Unaona, kwa mfano kanisa kama hili, sawa, tumshukuru Mungu hapa tulipo. Hili kanisa halikuanza kimiujiza tu na kutokea kimiujiza. Nyinyi mnafahamu, tumeabudu pakiwa na mbao, tumeabudu hapa pakiwa na vumbi, tumeweka maturubai huku kando, tumehangaika miaka nenda miaka rudi. Mnajua mchungaji ametembea kwa miguu kwa miaka mingi. Mnafahamu nimetembea na bodaboda kila mahali kwa miaka mingi. Na unajua Mungu akafungua njia, nikapata gari ya kutembelea. Wakati fulani mzee mmoja alikuwa kule juu kule uko juu huko karibu na kule kwa kina Elisha nyumbani kwao kule, yeye akawa anauza gari yake ndogo Escudo. Kwa hiyo wakati ule nikaichukua. Nilipoichukua ile gari nikaanza kutembelea gari na mambo mengine. Baadaye Mungu amekuwa akibadilisha viwango. Escudo ile tuliitoa, tulimpa mtumishi fulani na mambo mengine kama hayo. Maisha yamekuwa yakiendelea. Na kwa neema yake Mungu nimefanya pia na huduma mbalimbali na mambo mengine. Tumepata pia gari ya kutembelea hii ambayo natumia. Na safiri katika huduma kwenda sehemu mbalimbali. Na unajua wengine wanapiga kelele
kwamba mchungaji anawachuma, mchungaji anawakamua hawa watu, mchungaji ananunua gari, mchungaji. Sasa hebu niambie, wewe ndio unayesali hapa hivi, niambie, unakamuliwa kweli? Unakamuliwa mpaka unataka kutoka damu? Wewe ukikutana na watu ambao wanakamua, watafute, wapo. Akikuangalia hivi juu mpaka chini, anakwambia kifua chako ninavyokiona kimelogwa, hutaweza kunyonyesha. Sadaka ya kukiweka huru ni 250,000. Bwana asifiwe sana, ili uweze kunyonyesha watoto hao. Sasa halafu akimaliza na kuangalia tena miguuni, anakwambia hii miguu, hebu tembea kidogo, nenda mbele, alafu rudi kidogo. Ninavyoona umewekewa roho ya konokono. Roho ya konokono itakufanya utembee polepole sana. Kukutoa uende na roho ya sungura 250,000. Bwana asifiwe sana. Kuna kichekesho fulani walitoa, lakini hicho ni kichekesho. Bwana asifiwe sana. Ndio maana kuna tofauti ya mizaha na utani. Sasa walipotoa, wametoa jamaa mmoja anaombewa maombi. Alipokuwa anaombewa, mchungaji kamwekea tu mkono, akawa anamwombea, Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya huyu, mbariki maisha yake na mpiganie kwa jina la Yesu, amen. Sasa alipomaliza, yule jamaa amekaa pale anangojea maombi kweli, akamgeukia mchungaji, akamwambia, mchungaji, haya maombi ndio umeshamaliza? Akamwambia, tayari. Kwani wewe unaonaje? Asa, mbona umeomba kwa kifupi sana? Maana mimi nilikuwa nategemea yale maombi ya kuporomosha, alafu pia nisikie na lisha karaba shakalaba shakaraba shaka. Mbona sijasikia hili kandanda baba hujanena? Sasa yule mchungaji akamwambia, sasa wewe 20,000 ambao umetoa ndio unataka mpaka ninene? Ili usikie na nena 1,500,000. Weka 1,500,000 usikie nikinena sasa. 20,000 nataka mjitese mpaka ninene. Bwana asifiwe sana. Unaona ninachozungumzia ni nini? Sasa wewe unakamuliwa kweli? Kuna watu huku mtaani wanasema, mchungaji anawakamua watu, angalia gari anayonunua. Ni kweli, gari hiyo ni ya thamani, lakini ni Mungu ambaye amenipa. Bwana asifiwe sana. Ni Mungu ambaye amenipa, si mwanadamu, na nyinyi mnajua. Kwa hiyo hujakamuliwa kiasi hicho ambacho wanakudanganya na kwamba au wewe ukinunua gari ya sasa hivi eti waseme umetoa wapi? Umetoa wapi nini? Watu wana maisha, wanapambana, wanapanga malengo, wanaombea vitu na mambo mengine. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo watu wanahangaika, mchungaji anawakamua watu hapo nini na nini. Alafu kwa sababu nimekwambia nimeishi maisha ya kawaida na watu wengine wananifahamu, wanasema huyu jamaa, unajua nina jina langu fulani la zamani lile la kidini. Unajua mimi nilikuwa Muislamu kabla sijaokolewa. Kwa hiyo wanataja lile jina la zamani. Yaani huyu nani hapo, yaani amewakamua watu hapo, amejenga, amenunua gari, amefanya hivi. Sasa nani amekamuliwa? Na wewe unaona tunaenda hatua kwa hatua. Au wewe unafikiri hayo makanisa ambao wanakamua watu kama wapo hao wanakamua watu, unafikiri gari tungeacha gereji muda wote hiyo? Hamna. Nachukua tu wazee wawili, Elisha na Nimrodi na Ezra, ile gari itoke wiki ijayo. Basi kwamba mnatoa wapi hela mimi sijui. Unafikiri ni ya kuambiana nani toa 3,300 eti Nimrodi toa 3,300? Hamna. Ile inakwenda hivi, Baba Shadia milioni 1,400,000 kagarimie kule, toa ile gari. Na usipotoa, maana naangalia siku zinazokuja hivi, naonyesha kama siku zako haziko mbali sana. Ukishasikia hivyo unasema, mtumishi wa Mungu, niombe rehema. Anakuambia, nimekuombea rehema, utaishi maisha marefu, kalipe milioni 1,400,000 kule. Bwana asifiwe sana. Hiyo ndio utasema unakamuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Na watu wanakwenda kwenye kukamuliwa, kwa sababu kuna watu ambao wanataka pia kukamuliwa. Si unajua hata hapa sasa hivi nikianzisha vitu vya kiganga sasa hivi, nikamwambia Jumapili jana nitatoa hirizi za upako usikose. Kanisa litakuwa linamwagika mpaka kule nje. Bwana asifiwe sana. Watu wanapenda vitu fulani vya kiganga hivi, lakini sisi tumekataa. Tutaihubiri kweli, ibaki kwa kweli kwa jina la Yesu Kristo, na neno la Mungu libaki kama lilivyo. Haleluya. Na pamoja na hayo, ndio nimesema pamoja na hayo hatuna hila, hatumii chochote, lakini Mungu amekuwa akifungua njia. Mungu amekuwa akitubariki. Tumekuwa tukisema, mimi mke wangu alipewa shamba huko kwao kwa wako. Ukoo ukaleta fitina, wakamnyang'anya.
Kule kwetu Tanga, baba yangu aliacha shamba la eka 17, shamba ambalo aliacha la familia. Si mimi nikiwa huku, ndugu akaorganize kule na mambo yao, na mambo akasema huyo yuko huko ana mambo yake nini, bila kujua wakaliuza. Hakuna shamba, hakuna. Kwa hiyo hakuna cha kutegemea, lakini tulimwamini Mungu aliye hai kwamba anavyo viwanja na anayo mashamba na atatupa yeye. Na unajua, wakati mwingine tunamshukuru Mungu kwa ajili ya vile ambavyo hatuna urithi. Mimi sina urithi kwa wakwe, sina urithi kwetu, sina chochote. Urithi wangu umekuwa kwa Bwana. Aliyenipa ni Bwana, aliyenifanikisha ni Bwana, anayenipigania ni Bwana, anayenipa ni Bwana, anayenifanya nitokee ni Bwana. Haleluya! Na huyo Bwana ambaye namwabudu, kwa sababu wewe unaabudu hapa, na kuambukiza upako, na kuambukiza mafanikio, na kuambukiza mafanikio kwa jina la Yesu Kristo. Utafanikiwa, haijalishi muda gani unakwenda, haijalishi, lakini utafanikiwa tu. Mimi ninajua. Bwana asifiwe sana. Ninajua hata katikati yenu nafahamu baadhi ya watu ninashuhuda nao. Bwana asifiwe sana. Tuliongea tu kawaida, lakini sasa hivi ninajua wanapata upenyo. Bwana asifiwe sana. Ninajua wanapata upenyo. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anaweza. Hivi Mungu ina maana hawezi kutubariki mpaka tutumie hirizi? Mpaka tuuze maji? Niwaletee maji ya Kilimanjaro hapa na yanunua 500 kule kia ndani, au 470, na kuja kuyauza 10,000. Biashara nyeti hiyo. Eti Nimrod, hiyo si biashara kipekee sana? Nasema kila mmoja asitoke bila maji, na haya maji Bwana amenipa maelekezo. Kifika uyanyunyize kwenye nyumba yako yote. Nyunyiza na kitanda unacholala na mume wako, kwa sababu nataka kuwaongezea watoto kwenye familia. Bwana asifiwe sana. Okay, sawa, muda umekwenda. Nini cha kufanya? Kwanza, usiende katika shauri la watu wasio haki, hawa watakupoteza. Unaona? Usiende katika shauri la wasio haki, hawa watakupoteza. Jambo la pili, usisimame katika njia za wakosaji. Kuna njia za wakosaji. Jambo la kwanza, usiende katika shauri la watu wasio haki. Jambo la pili, usisimame katika njia za wakosaji. Jambo la tatu, usiketi barazani pa watu wenye mizaha. Ninajua kuna utani, watu wanaweza kataniana, lakini utani sio mizaha. Mizaha inakupelekea kwenye dhambi, kwa hiyo ni tofauti kidogo. Usiketi barazani pa watu wenye mizaha, kama jambo la tatu. Jambo la nne, pendezwa na sheria za Bwana na uzitafakari mchana na usiku. Sheria za Bwana ziko kwenye neno lake. Zaburi ya kwanza ilisema, pendezwa na sheria ya Bwana. Jambo la tano, wasikilize na kuwatii watumishi wa Mungu wanaokuongoza. Jambo la tano, wasikilize na kuwatii watumishi wa Mungu ambao wanakuongoza. Unafahamu, huu ni mwonekano wa mtu mwenye haki kwa wanaoandika sasa. Nyakati wa pili, Mambo ya Nyakati wa pili 20:20. Tunapomalizia Nyakati wa pili 20:20. Ilitokea vita wakati wa Yehoshafati, na ilipotokea vita wakati wa Yehoshafati, Yehoshafati alikwama, hakuwa anajua cha kufanya. Na unajua, wakamwomba Mungu, wakajipanga kwa vita, akaandaa majeshi. Lakini katikati yao palikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa nabii, akasema hamtaogopa chochote. Alafu akawaambia maneno haya, mwaminini Bwana Mungu wenu, ndipo mtakapothibitika.
kwenye hilo andiko nilokupa. Anasema mwaminini Bwana Mungu wenu ndipo mtakapothibitika. Halafu akasema hivi, waaminini watumishi wake manabii ndipo mtakapofanikiwa. Nataka uyaone haya. Mwaminini Mungu ndipo mtathibitika. Waaminini watumishi wake manabii ndipo mtakapofanikiwa. Sasa watu wengi wamekoma kusikiliza, na hasa wamekoma kusikiliza mashauri ya kichungaji. Mchungaji anashauri hivi, wao wanafanya vingine. Mchungaji anashauri hivi, wao wanakataa. Kwa hiyo unafanya ushindi wako na mafanikio yako yanakuja kwa shida. Unajua, lazima ujue, mchungaji hawezi kukushauri jambo baya au jambo litakalo kukwamisha au jambo litakalo kuangusha au jambo litakalo kuletea hasara. Hawezi, kwa sababu hajawekwa kwa ajili hiyo. Kwa hiyo Yehoshafati akaambiwa, mtamwamini Mungu mthibitike, wasikilizeni watumishi wake mfanikiwe. Na Yehoshafati akawaambia watu hayo maneno, na watu wakapokea. Walipopokea wakapanga vita, na wale maadui nao wakapanga vita, na siku ya vita ikatokea waende wale vitani na wale waje vitani. Yehoshafati na jeshi lake walikuwa ni jeshi moja. Yale majeshi mengine yalikuwa majeshi matano tofauti, na yale majeshi matano tofauti yakawa yanakuja kupigana na Yehoshafati na jeshi lake moja. Lakini kwa sababu wanamwamini Mungu na kwa sababu wanawaamini watumishi wake ambao Mungu anawatumia, Mungu akawa upande wao. Mungu akatuma jeshi la mbinguni kwa jinsi yake. Wakati wale maadui wanapanda kupigana na Israeli, kupigana na Yuda, kupigana na Yehoshafati na jeshi lake, wakati wanapanda, Mungu akaweka jinsi yake. Wao wenyewe alikuwa majeshi matano ya nchi tofauti, wakaanza kupigana wao kwa wao, wakaanza kupigana wenyewe kwa wenyewe, na wakauana maelfu kwa maelfu kabla hawajamkuta Yehoshafati na jeshi lake. Kwa nini? Kwa sababu Yehoshafati anamsikiliza Mungu, anasikiliza watumishi wa Mungu. Mungu akamtetea, maadui wakapigana wao kwa wao. Wewe ukimwamini Mungu utathibitika. Ukituamini wachungaji katika yale ambayo tunakuelekeza, utafanikiwa. Adui zako watapigana wao kwa wao, wenyewe kwa wenyewe, watapigana wao kwa wao. Ndivyo ilivyokuwa kwa Yehoshafati, na inaweza kuwa hivyo kwako. Wenye haki wanapoamini, Mungu anawapigania, Mungu anawatetea, Mungu anakuwa upande wao. Kwa nini? Kwa sababu wanamwamini Mungu, lakini pia wanaamini watumishi wake. Ni jambo ambalo la kipekee. Watumishi wamepewa madhabahu ili waseme kwa niaba ya Mungu, na kile ambacho nasema, hata kile ambacho nasema sasa ni Mungu anasema nawe. Mimi natumika tu kama chombo, na ndio maana nikihitajika Dodoma, Morogoro na kwenda, kwa sababu ya Mungu. Natumika tu kama chombo, lakini Mungu ndiye ambaye anasema na wewe. Hakuna kusudi baya, hakuna kusudi ambalo nitasema ili likuangamize. Kuliko hivyo siningekaa huko ambako nilikuwa. Mimi nilikuwa duniani, nimeishi maisha aina zote, kila aina ya maisha nimeishi. Nimeishi maisha ya kawaida, nimeishi maisha ya ulevi, nimeishi maisha ya nasa, nimeishi maisha ya wanawake, nimeishi maisha ya chochote. Ningekaa kule, hata kama ni wanawake kuoa wake wengi. Mimi nilikuwa Muislamu, wanawake kisheria wa kidini ni 4 kabla hujawa na hiyo michepuko. Sasa Bwana asifiwe sana. Ni nini ambacho nitakuwa nacho ili nikudanganye? Kwa nini nikudanganye? Si ningebaki kule niendelee na mambo yangu? Au nafikiri kwamba ni mafanikio ya kimwili na yafuate katika Ukristo? Hapana. Kuna Waislamu na wale wenye madini na wale ambao wanaamini mizimu na chochote wamefanikiwa. Wana magari, wana mahoteli, wana majumba, wana chochote, wamefanikiwa kupitia hiyo mizimu. Wametoa wazazi wao, wametoa wake zao, wametoa watoto wao kama sadaka. Basi ningeweza kukaa kule, lakini nimekuja ili tukwambie kweli, na kweli itakuweka huru katika jina la Yesu. Kanisa hili mmepata neema, na hii neema nataka niseme hivi, msipoteze. Askofu kwenye kanisa
mna mchungaji kwenye kanisa, mna wazee ambao wana uwezo wa kusimama katika huduma mwanzo mwisho, mna mashemasi ambao wanaweza kusimama katika huduma mwanzo mwisho, mna viongozi wa idara ambao wanaweza kusimama katika huduma. Itumieni hiyo nafasi. Bwana asifiwe sana. Na ndio maana ni rahisi mtu yote akitoka hapa, yaani Ezra, wewe ukisafiri ukienda hapa kwenda Morogoro, ukifika kule unafikiri ni mchungaji amekuja. Huku kwetu ni mzee tu wa kanisa. Sema amen. Sijui kama mnanielewa ninachozungumzia. Ni kwa sababu ya hiyo neema mliyopata. Hiyo neema itumieni vizuri. Bwana asifiwe sana. Mimi nikisafiri sinaga mashaka na nini, kwa sababu mama yupo na yuko vizuri. Hata tukisafiri na mama sina mashaka, kwa sababu Elisha yupo, kwa sababu Nimrodi yupo, kwa sababu Ezra yupo, kwa sababu Rehema yupo, kwa sababu nakuwa na mashaka gani? Bwana asifiwe sana. Kwa sababu ninyi mpo. Kanisa, natamani mstawi, muwe wenye haki, mstawi kama mtende unavyostawi katika hali zote, mstawi kwa jina la Yesu Kristo. Hebu simama kwa miguu yako kwa jina la Yesu Kristo. Bwana akupe usitawi wa hali ya juu katika jina la Yesu. Hebu weka mikono yako juu. Raposeta pasikapo shanta raboseka yepaseta pasia shanta raboseka rinda rabosoko. Katika mchana wa leo kuna mtu ambaye Bwana anampeleka katika nafasi nyingine, na katika viwango vingine. Nimeona viwango vya watu vikibadilishwa katika mchana wa leo. Nimeona huduma mpya zikiinuliwa katika mchana wa leo. Nataka wakati uzungumze na Bwana kwa maombi yako binafsi. Uzungumze na Bwana na umwambie kile ambacho unahitaji ili uweze kustawi. Wakati mwingine ili uweze kustawi unahitaji huduma iliyo bora. Wakati mwingine ili uweze kustawi unahitaji mtaji wa biashara. Wakati mwingine ili uweze kustawi unahitaji kupata upenyo katika eneo fulani. Wakati mwingine uweze kustawi unahitaji mke au unahitaji pia mume. Ni hitaji gani unalo? Kuna watu ambao wanahitaji kustawi, lakini ili waweze kustawi kuna kaugonjwa fulani wanahitaji Bwana awaponye. Mchana wa leo ni mchana wa uponyaji. Nataka uzungumze na Bwana kwa kinywa chako. Hebu sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Sema tena Bwana Yesu. Bwana Yesu. Kwa sauti sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mchana wa leo niko mbele zako. Neno lako linasema wenye haki watakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, unaozaa matunda yake kwa wakati, majani yake hayakauki, na kila wafanyalo watafanikiwa. Neno lako linasema wazi, wenye haki watastawi kama mtende, kama mtende. Haijalishi ni hali gani, lakini wao watastawi. Haijalishi ni hali gani, lakini wao watachanua na kuzaa matunda kwa jina la Yesu. Mchana wa leo naomba unisaidie, naomba unisaidie. Naleta hitaji langu, naleta hitaji langu mbele za uso wako, mbele za uso wako. Naomba unisaidie kwa jina la Yesu. Mchana wa leo naomba unisikie. Mchana wa leo naomba unijibu kwa jina la Yesu. Weka mkono moja juu kabisa, weka huo wa pili kifuani. Nataka useme na Bwana juu ya maisha yako. Hebu sema tena, Bwana Yesu, maisha yangu nayakabidhi mikononi mwako. Ninahitaji kustawi kama mtende, kama mtende, kama mtende. Bwana nisaidie kwa jina la Yesu. Peleka hitaji lako sasa. Endelea kuomba, tuendelea kuomba hitaji hilo la muhimu sana. Endelea kuomba, mwambie Bwana akusaidie katika majira haya, mwambie Bwana akusaidie sawa sawa na neno hili, ili kwamba tuweze kustawi kama mtende wa Lebanoni. Mwambie Bwana atusaidie. Endelea kuomba, tuendelea kuomba, tumwambie Bwana akusaidie. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa neno hili ambalo umesema nasi katika mchana wa leo. Yesu Kristo wa Nazareti, tunakuja mbele zako Bwana, tukiomba utupe neema ya kustawi Bwana, katika jina
la Yesu, tustawi kama mtende katika jina la Yesu, tustawi. Bwana, tupe kustawi, tupe kustawi. Mwambie Bwana kupe kustawi, mwambie Bwana kustawishe kama ule mtende wa Lebanoni. Mwambie Bwana kustawishe, mwambie Bwana kustawishe, mwambie Bwana kustawishe, mwambie Bwana unistawishe sawa sawa na neno hili. Mwambie Bwana kustawishe sawa sawa na neno hili katika jina la Yesu Kristo. Baba, tusaidie tena, tunaomba utusaidie ili kwamba tustawi, ili kwamba tustawi sisi na watoto wetu, ili kwamba tustawi sisi na kanisa letu, ili kwamba tustawi kwenye ndoa zetu, tustawi kwenye huduma zetu, tustawi kwenye biashara, tustawi. Mwambie Bwana kustawishe, mwambie Bwana kustawishe, mwambie Bwana kustawishe wewe na familia yako. Mwambie Bwana kustawishe kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye ndoa. Mwambie Bwana kustawishe tena sawa sawa na neno hili, ukastawi katika jina la Yesu. Bwana, tunaomba utustawishe katika jina la Yesu Kristo. My God, my Lord, asante Bwana, maana utatustawisha. Hebu sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kila kizuizi, kila kizuizi kinachozuia ustawi wangu kwenye maisha, ya kimwili, kila kizuizi kinachozuia ustawi wangu kwenye maisha, ya kiroho, hicho kizuizi jana wa leo nakiondoa kwa jina la Yesu. Jana wa leo nakiangusha kwa jina la Yesu. Kila kizuizi kinachozuia ustawi wangu, kinachozuia ustawi wangu, hicho kizuizi nakiondoa kwa jina la Yesu. Hicho kizuizi cha kifamilia, hicho kizuizi cha kikabila, hicho kizuizi nakiondoa kwa jina la Yesu. Kila kizuizi cha ukoo wetu, hicho kizuizi nakiondoa. Mchana wa leo ninapiga kila kizuizi, naangusha kila kizuizi, nasambaratisha kila kizuizi.